Naam, ndugu zangu, leo ni kukaribisheni tena katika muendelezo wa darasa zetu katika chaneli hii huru kabisa ya Jureej Mo Ruhaniyat, ili kupata usaidizi wa kiroho. Ili upate usaidizi wa kiroho, basi ni lazima ufanye haya au ufanye haya ili uweze kupata usaidizi wa kiroho. Ndugu yangu, tunapozungumza usaidizi wa kiroho na kusudia usaidizi kwanza kutoka kwa Allah moja, lakini pia kutoka kwa wale viumbe wa Allah. Hapo ninapozungumza hivyo, kuna malaika, kuna viumbe wa kimajini, unaona kuna viumbe wa kibinadamu. Nafikiri nitakuwa nimeeleweka kwa ufupi. Kwa hiyo ndugu yangu, uweje ili uweze kupata usaidizi wa kiroho? Kwanza kabisa, uchamungu ni kitu cha msingi sana. Uchamungu ndio kitu cha kwanza kabisa. Hilo ni jambo ambalo kila mmoja lazima ulitambue kama unahitaji upate msaidizi. Na usaidizi uko aina nyingi au aina mbili. Kuna usaidizi wa kheri na usaidizi wa shari. Lazima twende na vitu viwili viwili. Kuna shakiran wa kafuran. Inna hadainahu sabil. Ima shakiran wa ima kafura. Huwa njia ziko mbili. Kuna njia nzuri, kuna njia njema, na kuna njia mbaya na shari. Kwa hiyo kila kitu kina alternative. Hata upatikanaji wa mali wa pesa, kuna upatikanaji wa pesa wa shari. Wa shari mtu anaenda anakaba, mtu anaenda anaiba. Huu ni utafutaji wa pesa na utajiri wa shari. Lakini kuna mzuri wa kheri. Amefanya kazi huyu, ametoa jasho yake, unaona, ametoka na amejizatiti, akatafuta pesa kwa njia ya kheri na ya halali. Hivyo katika utumishi wa kiroho kadhalika, kuna mwingine anatafuta utumishi wa kiroho wa shari mbaya. Upi? Unamkuta huyo, maana yake kuna utumishi huu sasa unakuta kwamba wa kishetani. Huo hauhitaji uchamungu, huo unahitaji ushetani. Sasa sikusudii ushetani wa namna hiyo, wa kishiriki, wa kumkufuru Rabbul Izza, kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Na lazima tukubaliane katika upande wa kiroho, Allah Subhanahu wa Ta'ala huwaleta malaika. Allah huwaleta viumbe majini. Tunapozungumza jini sio jambo la haramu. Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema kwamba, na hadithi sahihi pia ya Mtume, kila mtu ana jini. Kila mtu ana jini. Hivyo. Kwa hivyo sasa, lakini inawezekana akawa mbaya huyo ambaye wa kwako wewe. Na alieleza Mtume akasema, jamani, kila mmoja anaye karina. Karina hapa aina man huwa karina au man hiya karina. Man huwa karina? Al-karina wa al-jinn. Al-karina ni jini, unaona. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, karina wangu mimi aslama, kad aslama, ni yeye amesilimu. Unaona wa kwake yeye amesilimu. Uwezo kumfananisha karina wako na wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa walau karina wako anaweza akasili akawa yuko vizuri kwa sababu wewe mwenyewe ni mtu wa ibada. Ndugu zangu, tunatambua ya kuwa, na hii tunakubaliana mimi na wewe, ya kuwa jini au viumbe wa Mwenyezi Mungu wote, ima washari, wabaya na waheri, hata hao malaika washari wameumbwa kwa ajili ya watu washari. Wale wa viumbe waheri wote wameumbwa kwa ajili ya watu maalum, watu waheri. Sasa wewe ukiwa katika ibada, ndugu yangu, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuletea viumbe waheri. Watakuletea viumbe waheri, watakuwa pamoja nawe, bimaana umetakasika kiroho. Mwenyezi Mungu atakuletea viumbe takatifu wa kiroho, watakuwa pamoja nawe. Ndugu zangu, hawa viumbe wapo, malaika wapo,
kama huamini kwamba majini hawapo, utakuwa uko pungufu kiimani. Na kama unaamini majini wapo, unaamini tu kwamba majini ni waovu, imani unayo, lakini imani yako yani una ujinga upo ndani yake. Kwa hiyo pande zote mbili wapo. Wapo wema, wapo wazuri, wapo wabaya. Naona na malaika wa Allah pia wapo. Kwa hiyo katika upande, tukiingia upande wa kiroho, hivi vitu unatakiwa utambue kwamba vipo. Sasa hivi kila mmoja anatambua kwa imani yake aliyokuwa nayo, anatambua kwamba hivi vitu vipo. Sasa ikiwa wewe hutambui, huamini kwamba hivi vitu vipo, wewe una matatizo. Majini wapo ndugu zangu. Yupo bwana mmoja ambaye alikuwa ni mtu wa sunna sana. Nazungumza yeye alikuwa ni mtu wa sunna, yani muslim wa mu'min, mashaallah. Lakini katika uumini wake na usunna wake, ala kulli hali mashaallah mtu wa sunna, lakini alikuwa na ujahili. Ujahili wake huyu bwana alikuwa anaamini majini wapo. Kuna ujahili, yani ujinga, alafu na ule unaitwa upumbavu. Mpumbavu huwa haelewi hata siku moja. Yani yeye anabakigi na upumbavu wake hivyo hivyo, lakini jahili mjinga huwa anaelewa anapoeleweshwa. Sasa huyu bwana alikuwa ni jahili, yani alikuwa ni mjinga, lakini ujinga uliopindukia na uliozidi. Ikafikia mahala anasema viumbe majini siku zote ni washirikina, na yoyote yule sijui ameshirikiana sijui kufanyaje ni mshirikina. Unaona Kwa hiyo akasema yoyote yule atakayetumia hawa au yoyote yule anayeshirikiana na majini, yani akatukana na nini mtu huyu, jamaa huyu, mwisho wa siku ni kwamba kilichotokea ni nini? Mwenyezi Mungu alimpa mtihani. Mtihani aliompa akawa ni kwanza wale viumbe wa kimajini, wale majini. Sababu usiongee kitu ukiwa kwanza imani ikiwa ni ndogo. Bora ndio maana nasema kwamba usizungumze kitu wala usicomment ikiwa huna ujuzi. Unaweza ukaharibu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaweza kuonyesha kwamba hiki unachokizungumza kipo, unaona kwamba hicho kitu kipo, na kama kipo anakujulisha na kukuonyesha kwa namna yake. Kuna mwingine anapata tuna mitihani mbalimbali, mitihani ya ajabu, mitihani ambayo maana yake ni kwamba mwingine anapata na maradhi, lakini maradhi hayo unakuta kwamba ni maradhi ambayo sio ya kawaida. Kumbe Mwenyezi Mungu amefanyaje? Amemuonyesha kwamba wewe maana yake ni kwamba ulikuwa unafanyaje? Ulikuwa unaleta inadi au unaakidi kwamba hizo vitu havipo. Mwisho wa siku ni kwamba kilichotokea ni kwamba alitoka kwenye yale mashetani yalimpanda au yalimpata. Baada ya kumpata, kilichotokea ni kwamba akawa ni miongoni mwa watu ambao kidogo wakatoka kwenye mstari. Kwa hiyo ni vizuri ukauliza kitu ambacho wewe hukifahamu, ili ufahamishwe na wanaofahamu, ili utoke katika ujahili. Kwa hiyo ndugu zangu, kubwa ibada ndio kitu cha msingi sana. Kisha ukishakuwa umerakiz katika masala ya ibada,